Kuna jambo moja ambalo watu wengi hawalielewi mapema maishani. Kadiri mtu anavyoanza kukua kiakili, kadiri mtu anavyoanza kuelewa maisha, kadiri anavyoanza kujitambua, basi kuna kitu kinatokea pole pole sana maishani mwake. Idadi ya marafiki inaanza kupungua. Si kwa sababu mtu huyo anakuwa ni mbaya, si kwa sababu anajiona bora kuliko wengine, la hasha. Ni kwa sababu anaanza kuona mambo ambayo zamani hakuyaona. Anaanza kugundua ukweli kuhusu watu. Anaanza kuelewa thamani ya muda wake na anaanza kushikilia mahusiano ambayo hayana maana. Ndio maana kuna msemo unasema, kadri akili yako inavyokuwa ndivyo mzunguko wako wa watu unavyopungua. Katika video hii tutaangalia sababu kuu kwa nini jambo hili hutokea. Moja, unaacha kufurahia mazungumzo yasiyo na maana. Moja ya dalili kubwa ya mtu anayeelewa maisha ni hii hapa. Anaanza kuchagua mazungumzo. Wakati mtu bado hajakomaa kiakili, anaweza kutumia saa nyingi sana kuzungumza kuhusu maisha ya watu wengine, umbea au mambo yasiyosaidia maisha yake. Lakini kadri mtu anapoanza kuelewa maisha, kitu kinabadilika. Anaanza kugundua kuwa mazungumzo mengi hayajengi chochote. Na hapo ndipo tatizo linapoanza, kwa sababu marafiki wengi wamezoea aina fulani ya mazungumzo. Wakati wao wanataka kuzungumza kuhusu watu wengine, wewe unataka kuzungumza kuhusu maisha, malengo, mafanikio na hata maendeleo. Polepole tofauti hii inaanza kuonekana, na ghafla unaanza kuona huna tena mambo mengi ya kuzungumza nao. Si kwamba unawachukia, ni kwamba akili yako imehamia sehemu nyingine. Pili, unaelewa thamani ya muda. Kadri mtu anavyoelewa maisha, anagundua kitu muhimu sana. Muda ni rasilimali ya thamani kuliko zote. Pesa inaweza kupotea ukapata tena, lakini muda ukipita hauwezi kurudi. Ndio maana watu wengi wanaoanza kufanikiwa huwa wanabadilika ghafla. Sio kwa sababu wanajivuna, ni kwa sababu wanaanza kuuliza swali moja muhimu. Je, huyu mtu anaongeza thamani kwenye maisha yangu? Na kweli mchungu ni huu hapa. Watu wengi waliotuzunguka hapo mwanzo hawakuwa wakiongeza chochote kwenye maisha yetu. Walikuwa tu marafiki wa kupoteza muda, marafiki wa vichekesho au marafiki wa mazingira. Kadri unavyoanza kuheshimu muda wako, ndivyo unavyopunguza watu wanaochukua bila sababu. Tatu, unaona tabia za watu vizuri zaidi. Wakati mtu bado hajakomaa kiakili, huwa naamini watu kirahisi sana. Lakini kadri unavyoelewa maisha, unaanza kuona tabia za watu kwa uwazi zaidi. Unaanza kugundua watu ambao wanakuonea wivu, wanakutumia na wanakukumbuka tu wanapohitaji kitu, au wanapenda kukuona ukishindwa jambo fulani. Na ukweli ni huu hapa. Sio kila anayekaa karibu yako ni rafiki yako. Wengine ni washindani, watazamaji au watu wanaosubiri uanguke. Kadri unavyoanza kuona mambo haya, unajikuta unachukua uamuzi mgumu. Unapunguza watu kwenye maisha yako. 4, unaanza kufurahia upweke. Hili ni jambo ambalo watu wengi hawalielewi. Mtu anayeelewa maisha huwa hafurahi sana kelele za watu wengi. Anaanza kufurahia vitu kama muda wa kufikiria, muda wa kujipanga, muda wa kujifunza, ama muda wa kukaa peke yake. Kwa sababu katika ukimya ndipo mawazo makubwa huzaliwa. Mipango ya maisha hujengwa na mtu hujitambua zaidi. Lakini kwa watu ambao hawajafikia hatua hiyo, upweke unaonekana kama adhabu. Ndio maana mtu anayejitenga kidogo na watu mara nyingi huonekana kama anajiona, anaringa au anajitenga. Lakini ukweli ni huu hapa, anafanya tu kile kinacholinda akili yake. 5, unaacha kujaribu kuwafurahisha watu wote. Moja ya mabadiliko makubwa ya mtu anayeelewa maisha ni hii hapa. Anaacha kujaribu kuwafurahisha watu wote. Katika hatua za mwanzo za maisha, watu wengi wanaishi kwa ajili ya kukubalika. Wanataka kupendwa na kila mtu, kukubalika na kila kundi na kutochukiwa na mtu yeyote. Lakini kadri muda unavyoelewa maisha, anagundua ukweli huu. Huwezi kumpendeza kila mtu. Na mara nyingi unapojaribu kufanya hivyo, unaishia kupoteza wewe mwenyewe. Ndio maana watu wengi wanaokomaa kiakili wanaanza kusema hapana kwa vitu vingi. Na mara nyingi kusema hapana ndiko kunapunguza marafiki wengi. 6, unaanza kuchagua mzunguko wako wa watu. Mtu anaelewa maisha hafanyi urafiki kwa bahati. Anaanza kuchagua watu wanaomzunguka.
Anajiuliza maswali kama, je, mtu huyu ana malengo gani? Mtu huyu ana akili nzuri? Au je, mtu huyu anaweza kunisaidia kukua? Au ananirudisha nyuma? Na hapa ndipo tofauti kubwa inaonekana. Kwa sababu ukweli ni huu. Sio kila mtu anaweza kwenda na wewe kwenye safari ya maisha. Wengine walikuwa sehemu ya hatua fulani tu kama daraja. Na kadri unavyoendelea mbele unagundua kuwa lazima uache baadhi yao nyuma. Kama umefikia hatua ambapo unaona marafiki wako wanapungua, usifikiri kuna kitu kibaya kinatokea. Inawezekana kabisa kwamba akili yako inaanza kukua, kwa sababu kadri mtu anavyoelewa maisha, anagundua kuwa si idadi ya marafiki inayohesabika. Kinachohesabika ni ubora wa marafiki. Ni bora kuwa na marafiki 2 wanaokujenga kuliko kuwa na 10 wanaokupotezea muda, wanakuvuta nyuma au wanaokuzunguka bila kusudi. Ndio maana watu wengi wenye hekima kubwa huwa na mzunguko mdogo sana wa watu, sio kwa sababu wanachukia wengine, bali kwa sababu wanathamini maisha yao. Mimi nasema asante, tutakutana kwenye video inayofuata. Asante na bye bye.